tafsiri mbaya ama kuto kuelewa neno la Mungu kunaweza kukafanya mtu akafa kabla ya wakati wake. Yaani hilo neno ukalitumia vibaya ama hilo neno ukakosa kulielewa likasababisha lenyewe ukafa kabla ya wakati wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimekusomea hiyo verse ndio nikuonyeshe vile ambavyo kuna mtu ambaye amekufa kwa sababu ya uovu, kwa sababu ya kuoza, kwa sababu ya kuwa na uovu mwingi sana. Amekufa kabla ya wakati wake. Ukisoma kwenye hicho kitabu cha Mhubiri mlango wa 7:11 anasema, usiwe mwovu kupita kiasi na wala usiwe mpumbavu, kwani ufe kabla ya wakati wako. Kumbe mtu akiwa mpumbavu anaweza pia akafa kabla ya wakati wake, kabla zile siku ambazo Mungu alikuwa amekupangia hapa duniani uishi hapa duniani. Ukiwa mpumbavu, mtu akiwa mjinga Mungu atamvumilia, lakini ukiwa mpumbavu utakufa kabla ya wakati wako. Maana ile neno upumbavu lazima tuelewe inamaanisha nini, ndio tujue kwa nini mtu mpumbavu anakufa kabla ya wakati wake. Neno mpumbavu inamaanisha kwamba huyu mtu amefumbwa macho, inamaanisha kwamba huyu mtu ako kwenye giza, inamaanisha kwamba huyu mtu ako katika falme za giza. Sasa kwa sababu huyu mtu amefumbwa macho na ako katika falme za giza, ina maana kwamba ako kwenye imaya za shetani, ako kwenye upande wa shetani. Kwa hivyo anytime huyu mtu shetani anaweza akamuua akitaka. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukielewa kwamba shetani ndiye mkuu wa giza, kwa hivyo mtu akiwa mpumbavu, akiwa kwenye giza, akiwa amefumbwa macho, yule mtu anakuwa kwa falme za giza. Kwenye kitabu cha Efeso 2:2 maandiko yasema, yanaongelea kuhusiana na shetani kama mkuu wa giza. Kwa sababu shetani mkuu wa giza, ukiwa mpumbavu, kile kinatokeanga ni kwamba unakuanga katika ufalme wake, na hapo ndio sasa unakufa kabla wakati wako. Shetani anaweza kuua anytime kabla ya wakati wako. Kuna mtu alikuwa anaitwa Nabali kwenye Biblia, kitabu cha Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza 25 na ule mstari wa 25. Nabali, maandiko yanasema ya kwamba alipewa ile jina Nabali, na alipopewa ile jina akafanana na hiyo jina. Ile jina Nabali inamaanisha mpumbavu, inamaanisha mtu ambaye ni mjinga. Na sasa alipopewa ile jina ilikuwa imebeba spirit fulani, ikamfanya akae kama mjinga. Sasa ukafika wakati Daudi akawa amewatendea fadhila, akawa amewasaidia Nabali, akawalinda na mifugo yao. Lakini Daudi akataka siku moja sasa Nabali amsaidie. Nabali akaongea maneno ya upumbavu, maneno ya ujinga. Kama sio kwa Abigaili, ujue kwamba Nabali angekufa wakati ule kwa sababu ya upumbavu. Kumbe upumbavu huo unaua. Maana upumbavu unamfanyanga mtu anafumbwa macho, anakuwa katika falme za giza, na shetani anaweza kumua anytime. Sijui kama naeleweka. Sasa kuna phase nyingine ambao ningependa nisome kwenye kile kitabu cha Mhubiri, Mhubiri 7. Kwa hivyo tumesema kwamba kwenye kitabu cha Mhubiri 7:17 kwamba kuwa mwovu kupita kiasi na kuwa mpumbavu huwa kunaua physically kabla ya wakati wako. Lakini pia kuna verse nyingine ambayo nataka niisome, ambayo ni katika kitabu cha Mhubiri 7:16. Inasema hivi: usiwe na haki kupita kiasi na wala usijiongezee hekima mno, kwani kujiangamiza mwenyewe. Kumbe kuwa na haki ambayo imepitiliza kunaweza kukafanya ukaangamia, ukawa umejiangamiza mwenyewe. Sasa kuwa na haki iliyopitiliza kunafanyaje mtu anaangamia? Sasa lazima tuelewe hii neno haki inamaanisha nini. Tunapoongelea kuhusiana na mtu mwenye haki, tunaongelea kuhusiana na mtu ambaye amefanya jambo akitarajia matendo fulani ama matokeo fulani ama majibu fulani. Yaani kiufupi, mtu ambaye ako na haki ya kupata kile ambacho amekifanyia kazi. Kwa mfano, umetoa fungu la 10, unataka Mungu akuwekee protection
kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye pesa zako. Tunaongelea kuhusiana na mtu ambaye ameokoka, na kwa sababu mtu ambaye ameokoka anafaa kupewa nguvu ya kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Maandiko yasema kwamba mbali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Yaani ako na haki ya kuwa na uwezo wa kubadilika, akuwe na sura ya kuwa mwana wa Mungu. Nielewa? Lakini yaani tunapoongelea kuhusiana na haki, tunaongelea kuhusiana na mtu ambaye ametenda dhambi, na kwa sababu maandiko yasema mshahara wa dhambi ni mauti, ni kwamba atakuwa na haki ya kufa kwa sababu tayari amefanya dhambi. Sijui kama anaeleweka. Kwa hivyo mwenye haki ni mtu ambaye amefanya jambo fulani akitarajia apate matokeo ya aina fulani. Sasa kuna watu huwa wanatenda haki iliyopita kiasi. Kwa mfano, kama ulifaa kutoa fungu la 10 ambao ni 10%, unaamua sasa uzindishe, uweke 90% ikuwe ndio itakuwa fungu la 10 yako. Hapo umetenda haki, lakini haki ambao imepitiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho kilimfanya Ayubu kuwa na bifu na shetani ni kufanya haki ambayo ilikuwa imepitiliza. Kwenye kile kitabu cha Ayubu mlango wa 4 na mstari wa 7, hapo ndio utakuja ukutane na mtu ambaye anaitwa Ayubu. Ayubu wakati ule ambapo mambo yake yalimwendea vibaya, baadaye shetani alimpitia, ama kabla mambo yake yamwendee vibaya, shetani alimpitia mbele ya uso wake. Akamuuliza, je, mwanadamu anaweza kuwa na haki kuliko muumba wake? Kwa hivyo shetani, kati ya makosa ambayo yalifanya amteshe Ayubu ni kuwa Ayubu alikuwa na haki iliyopitiliza. Tunapoongelea kuhusiana na haki iliyopitiliza, ni pale ambapo Ayubu alikuwa na watoto ambao wanapenda dance, wanapenda disco, watoto ambao hawajaokoka, lakini yeye alikuwa anatoa sadaka ili hao watoto afunike dhambi zao. Wakati ule hauwezi ukasafisha kinyesi kikawa safi, anatoa sadaka ili afunike dhambi za watoto wake, akawa na haki iliyopitiliza. Ndio maana utaona kwamba kwenye kile kitabu cha Ayubu mlango wa 1 na mstari wa 6, maandiko yanasema ya kwamba wana wa Mungu walipokuwa wanajihudhurisha mbele za Mungu. Tunapoongelea kuhusiana na wana wa Mungu kwenye kile kitabu cha Mwanzo 6:2, tunaongelea kuhusiana na malaika. Maana kwenye Agano la Kale sisi kama wanadamu tulikuwa bado Yesu haja kufa akatufanya kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo waliokuwa wanaitwa wana wa Mungu ni malaika. Sasa maandiko yanasema ya kwamba wakati ule wana wa Mungu ambao ni malaika walikuwa wanajihudhurisha mbele ya Mungu, shetani naye akajihudhurisha. Mungu anapoangalia anaona, niko na malaika wangu ambao ni watakatifu, wamevalia nguo nyeupe, lakini kuna mmoja pale ambaye nguo zake sio safi. Ina maana kwamba huyu ni shetani. Kumbuka shetani alikuwa amefukuzwa mbinguni na hakuwa na uhalali wa kurudi tena, lakini anarudi kama mshtaki wa ndugu. Kwenye kile kitabu cha Ufunuo mlango wa 12, sijui 11, 12 pale, shetani anaitwa mshtaki wa ndugu. Kwa hivyo akirudi mbinguni kwenda kuwastaki ndugu, ananga shida na Mungu, anakuanga anakumbali kwa sababu Mungu amekaa kwenye kiti cha haki. Kwa hivyo Mungu anapoketi kwenye kiti cha haki, wakati ule malaika zake wamejihudhurisha, wana wake wamejihudhurisha, anaona yule ni shetani amejihudhurisha, na bila shaka huyu shetani ako na kitu ambacho anataka kuniambia. Amekuja kuwastaki baadhi ya ndugu ambao wanaishi huko duniani, kwa sababu God is all knowing. Mungu anajua kila kitu. Hata hakumuuliza shetani, unataka ustaki nani? Alimuuliza, je, umemuona mtumishi wangu Ayubu? Ina maana kwamba ni bila shaka shetani alikuwa amekuja kumshtaki Ayubu, na alikuwa amekuja kumshtaki Ayubu kwa sababu ya kuwa na haki iliyopitiliza. Kwenye kitabu cha Mhubiri 7 na mstari wa 16, maandiko yasema usiwe na haki kupita kiasi. Ni bila shaka shetani alikuwa amekuja ili kumshtaki Ayubu kwa sababu ya kuwa na haki iliyopitiliza, kwa sababu ya kutoa sadaka kwa watoto ambao hawajaokoka, kufunika dhambi zao. Wakati ule dhambi inafaa kutubiwa.